Hello Tanzania na Afrika kwa ujumla bwana, niko ndani ya Dar es Salaam, niko Manzese. Manzese Beni, wamesema huku ni Manzese Tandale. Manzese, niko Manzese jamani, katikati hapa. Sasa moja ya kitu ambacho kimenileta hapa bwana, nimechelewa kwanza. Hapa kuna mtu ambaye tunamsubiria ambaye anatupeleka katika tukio moja ambalo inasemekana kuna jamaa mmoja ambaye ni mlinzi, sijui analinda magari, sijui nini. Dakika za mwisho ameona utofauti kwa mwanamke wake, anamfanyia mambo ya cheating. So niko hapa kumsubiri jamaa. Beni, tunawasiliana naye. Lakini pia leo niko na tagi ubavu yangu kama da. Wewe mwanangu, mbona tumekaa dakika zote hizo? Hamna mwanangu, nilikuwa ndo kama hivyo, na mimi kama nilivyowaambia, mimi leo na shoot. Kwa hiyo hapa na shoot, kwa hiyo na ninachoshukuru leo nipo na tagi yangu hapo. Nipo na my brother Fred. Yaani leo atakayenigusa kazi anayo. Sasa tusitake kuwachelewesha watu. Chapo tu hapo. Jamaa kafika kwanza? Kafika. Guys, hapo unavyoambiwa jamaa, nilikuwa nimemwambia kuwa nisubiri mimi nifike ndo twende kwa huyo mtu. Lakini dakika za mwisho ni kwamba jamaa ameweza kwenda yeye mwenyewe bila hata kunisubiri mimi. Yeye kaenda kufumania. Mwanamke hajamuoa. Je, tutaweza kulisolve hili? Hem, twendeni tu kasikilize. Uko Okay, sawa. Captain Freddy, saidia kushika begi langu kakaangu. Mwanangu huko hamna aoni huko kabana. Wapo kibao mwanangu. Si kama hivyo unavyoona hapo, unaweza kukabwa, jiangalie. Sasa nyie mnaishi? Hivyo. Au nyie ndio mshazoea maisha yenu? Si mshazoea, unajua usafi. Okay. Andafia nini? Hilo swala la huyo sijui ndo huyo jamaa kufumania nini. Hilo swala vipi mwanangu? Wewe unalijua lote? Ni wapi huko? Mimi nalijua mwanangu. Ujue huyu demu ni mieusho. Ndio? Demu mchizi akisepa anachepuka. Huyo demu? Mchizi akisepa kwenda wapi? Akiingia zake jobu. Mimi mchizi nampangilia. Demu wako yupo hivi na hivi, anaona kama masiala. Sasa leo nikamwambiaje? Njoo ushuhudie mwenyewe. Kwa hiyo wewe ndio umetoa information. Hivyo mzee. Sasa kwa nini wewe unataka watu waachane, si ndio? Sio nataka waachane. Mimi mwanangu anaumia, yule anateseka. Huyo mchizi. Okay. Unaona hapa ni wapi? Okay. Jamani, tuko Tandale na hapa yenyewe tunaenda kufumania. Jamani michezo mimi inachosha. Haya. Hatuendi kufumania, sisi tunaenda kuweka sawa. Jamani, sio tunaenda kufumania, sisi tunaenda kuweka sawa. Tumeshafika? Okay, sawa. Basi tusiende haraka, si unajua mji wa watu. Guys, ndo tunaingia sasa hivi. Hapo unaweza ukapita tu. Okay. Wako hapa, tulieni kwanza. Atupigwa. Sasa brother Freddy, tunapigwaje naye? Wote tuko watatu hapa. Sasa ngoja tunaingia hapa. Hapa mimi nataka ni kazi, asinichukulie poa. Hicho anachokuelekeza. Sikia. Hebu kwa serious hapa. Sikia. Kwa serious. Nakuomba sana na wewe mwanaume mwanangu. Alafu wewe vipi mzee? Mbona kama unaletea nini meusho kwa? Sikia basi. Sikia mzee. Mimi hapa niko. Kama wewe vipi mzee? Mbona rekodi mzee? Mnakuja kunifanyia maajabu gani mzee? Hebu subiri kwanza. Hapana, subiri. Nini kinaendelea wanangu? Kama mwanangu fresh, nipange. Sorry mwanangu, rekodi kashika tatu. Sisi tumetoka kwenye gizo huko. Kama my brother, kwanza sorry mwanangu, nimechelewa kufika kwa sababu kidogo nilikuwa na majukumu mengine.
Pole ndugu yangu. Sasa ushapoa ndugu yangu. Hapa siwezi kupoa bana. Mimi mke wangu yuko ndani, napoa vipi ndugu yangu? Mke wetu yupo ndani. Yupo ndani, mimi napoa vipi? Na huyu bwana mimi habari zake zitapata kwa muda sana. Labda akakosea tu msikia mimi nachanganya. Sikia basi mke wangu. Utakuja kugombana mzee. Mimi nataka nimchukue mke wangu. Hapana, niachie mke wangu. Sikia basi niachie mke wangu. Hapana. Niachie mke wangu mimi. Sasa hapa mimi nampenda mke wangu kushinda unavyofikiria wewe. Mimi nimehangaika sana na huyu mwanamke. Hapana, wewe unamchukua. Hapana, niachie mke wangu. Mimi napenda mke wangu. Sawa, sikiliza nikwambie. Nakusikiza nini? Sawa, mke wangu nimehangaika naye sana mimi. Sikiliza mimi mwanangu. Mimi unajua tulipotoka mimi na mke wangu. Unajua tulipotoka mimi na mke wangu. Hapana. Sikia. Hapa niko wapi? Dula. Hapa niko wapi? Subiri. Okay, subiri. Dula. Ukiambiwa umeiba huko ndani utakataa? Wewe unavyotaka kuingia, ukiambiwa umeiba utakataa? Ndugu yangu, sasa hili ni swala ambalo linaniumiza sana. Linaniumiza sana. Sasa wewe angalia watu, angalia majirani wameamka mwanangu. Sasa tunazungumza kiume, kwani mwanamke umemwoa? Ndugu yangu, hata kama hujamuoa mwanangu. Hata kama sijamuoa. Basi ngoja tuzungumze. Labda jamaa wewe una hakika, kwani jamaa anajua kama ni mkeo? Anafahamu. Kwa nini asijue kama ni mke wangu? Hata toka shamwambia. Sisi lazima ajua. Anafanya kusudi. Mimi ananifanyia kusudi. Mdogo wangu mimi kanipa taarifa zote na kaisha mkanya mara kibao kwamba kaisha mwambia kwamba huyu ni mke wangu, lakini anamng'ang'ania. Kwa nini? Kinachoniumiza mimi kwa nini anang'ang'ania mke wangu? Sio kama mchizi ajui, anajua kila kitu. Wadogo kausha, unachonga sana mdogo wangu. Sio nachonga, mimi nakwambia kweli, afu unamwezesha mwanangu. Unapenda sana kuongea. Basi sawa. Wewe subiri. Wewe upo na mke wa mtu ndani? Hamna, mimi niko na manzi yangu mzee. Manzi yako anaitwa nani? Anaitwa nani? Mimi niko na mchumba wangu na sasa sielewi anamtaje nani. Na mimi mke wangu najua ana. Oya, unajua jamani, sasa hivi ni saa 7:30. Sijui unaelewa? Muda umeenda. Alafu tunapokuwa tunapiga kelele watu tayari wameshalala. Tuongee simple. Jamaa si huyu, si ndo ana mke wetu? Sisi tutazungumza naye ili tujue, je, tunaweza kumrudisha mke wetu au hatuwezi? Si ndio? Bro, umekiri kuwa mke wako, mchumba wako upo naye, si ndio? Sisi hatuwezi tukaingia kwa mabavu. Je, tunaweza tukamtoa labda tukazungumza naye? Simple tu, seti jamani. Simple. Inabidi tu kama kweli tutajua kama huyo ni kama ni mke wetu au sio mke wetu. Kama yupo hapo basi muite shemeji tumsalimie. Basi naomba niletee mke wangu. Vipi mzee, sikia? Naomba niletee mke wangu. Kwanza unakosea unaposema nguletee mke wako. Basi okay sawa. Mke wako ungekuwa naye nyumbani sasa. Sio mke. Usiniambie hivyo ndugu yangu. Usiniambie hivyo ndugu yangu. Unaweza kwa anazoongea. Hizo ndo anazoongea kila siku mtaani. Hizo ndo anazoongea. Mimi namuumiza. Usiniambie hivyo, mimi nitakuumiza. Usiniambie hivyo. Mimi nampenda mke wangu kushinda unavyofikiria wewe. Sawa basi bro. Ninahangaika naye sana mimi. Mimi nalala nje. Babu mimi kazi zangu mimi nalala nje. Mimi nalinda magari huko. Nalinda magari huko. Mimi ninachokipata chochote na mke wangu. Umeona majirani, angalia majirani wanavyozagaa wote hao mwanangu. Hebu basi tusipige kelele. Yeye ndo nataka hapa kujijazia watu. Mimi angeshanipa mke wangu, mimi ningeshaondoka. Mimi ningeshaondoka kaka. Mshikaji aache kurekodi basi. Aturekodi. Unazingua, unazingua. Hamna mwanangu, wewe mkaushe. Sikia bro. Sorry, ili mradi tupunguze hizo kelele. Kama inawezekana. Mtoe basi shemeji mama. Mimi naweza nikamwamsha. Ila kutoka nje kwa sasa hivi inaweza kawa uongo. Basi sasa nimpate mwenyewe. Usiingie kwa watu bro. Tukaribishwe kwanza. Tukaribishwe. Ngoja kwanza tukaribishwe. Basi. Bro, umesikia kakangu? Subiri bro. Njoo nakuomba mara moja samani. Wewe mwanaume. Umeona sisi wote mwanangu tuna fight, tunapambana. Huyu ni mwanaharakati. Unapomwona mwanaume ana panic kwa sababu ya mapenzi basi anamaanisha. Sisi wanaume ni wazee wa kuchapa na kuondoka. Ukimwona mwanaume analialia kila wakati kuhusu mapenzi basi fahamu kuwa anamaanisha. Si unaelewa mwanangu? Huyu unamwona amepanic kwa sababu anajua mali yake ipo ndani kwako. Kwa hapa ni simple tu. Wewe mwenyewe wewe ni mwanaume unaelewa. Ni issue tu ya kumshtua oya. Njoo kwanza watu wahakikishe. Yawezekana kweli upo na mke wa mtu. Jamaa mwenyewe kwanza unajua yuko vipi mwanangu? Mbona kitu simple tu. Kama sio shida nini? Mbona mwelekeza sana huyu? Mimi anipe mke wangu. Sasa wewe usitumie ndani sasa. Yeye anipe mke wangu naondoka. Mimi hapa nimempata mke wangu. Mimi anipe. Sawa, naelewa. Ameshafanya naye kila kitu, najua. Kila kitu kaishafanya naye, naelewa. Basi anipe hivyo mimi niondoke naye. Mimi nampenda hata kama ishafanya yote na mimi nampenda mke wangu. Unaeleza kitu gani? Mbona wewe msikiliza? Subiri kwanza, subiri. Kwani kaka ukimsikiliza mimi yupo ndani. Maneno yake anaongea huyu. Hivi viatu vya mke wangu, viko ndani. Umeona?
Sasa shida ipo wapi? Nipe mke wangu niondoke naye. Ngoja basi, ngoja. Tatizo liko wapi? Okay, ngoja basi ngoja kwanza. Okay, mara moja, samahani. Kwani vipi uchawi nini? Mbona hivyo sasa? Mke wangu yupo ndani. Mke wangu yupo ndani. Sasa kama bro chomoke bwana, mbona hivyo? Lakini kabla tujafika mbali, ndugu yangu Monsuri, mimi hapa naomba nikombe kitu wewe unanitazama. Tena nashukuru sana umefika katika channel yangu. Umegusa video yangu. Mungu akubariki sana. Lakini naomba kabla tujafika mbali, gusa neno jeupe liloandikwa subscribe hapo chini. Na kuomba sana. Ukigusa hilo neno utakuwa mwanafamilia yangu. Kila video ambayo nitakuwa naiposti, basi wewe pia utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification ili mradi uweze kuitazama. Kikubwa si unataka kunisapoti, basi hakikisha unagusa hilo neno jeupe liloandikwa subscribe. Wasikie mumtoe basi. Basi naomba sikia bro. Okay, dakika moja. Nisikilizeni. Kusikiza hata wewe. Okay, basi mke wangu. Nitolee mke wangu. Ngoja. Sikia, tulia kwanza Dula. Tulia. Sawa brother, tuko sawa. Tulia mwanangu, tulia. My brother, tuko sawa. Sikia. Mwite mara moja. Mwite, yeah. Mwite. Ndani huko. Tole mke wangu. Yeah, ni simple tu. Au kama vipi mimi basi niende nikamuone. Ama vipi? Hamna wewe. Kweli. Jamani. Wewe ustaarabu mzee. Sio ustaarabu. Ustaarabu unajua, ustaarabu unafanya kila mtu. Ndio huyu. Na mke wangu. Sasa sikiliza, okay sawa. Basi okay. Mwanangu unazingua. Wewe. Acha kurekodi mzee, unarekodi nini sasa? Walangu simeniita mimi. Basi ngoja tumalizie. Basi. Ngoja. Okay, bro, samahani. Yeah, bro, Fred tuko sawa. Dula tulia. Usitake kupaniki kama hivyo. Tupo ndani kwa watu. Usitake kuleta fujo. Inawezekana hapa tukaleta fujo kumbe demu wako mwenyewe ndio umeusha. Au vipi? Mimi naomba niruhusu tu. Mniruhusu nizungumze nao. Naombeni nizungumze nao. Nisikilize. Okay, nisubiri basi mimi nizungumze nao. Sawa. Mimi naomba nizungumze. Hebu kaeni basi, kaeni. Kaa tuzungumze. Sawa, kaa. Tulia. Wewe unataka karibu sasa. Mbona hivyo msogea bwana? Wewe imani msimletee fujo ndani kwake. Tusimletee fujo. Sawa. Kaa basi hapa. Hebu kaa. Mbona rekodi mwanangu? Hatoa simu mwanangu. Subiri. Sikiliza. Mwanangu. Sikiliza. Sisi wenyewe mwanangu hatujaja kinyonge. Tunaweza tukafanya lolote hata kama upo ndani kwako au vipi? Tulimalize hili kwa sababu sisi tukiondoka aliishi mpaka mtu mmoja azulike. Si unaelewa? Tumalize. Hem, kaa chini basi. Kaa chini. Mbona hivyo sasa? Kaa chini. Changamka nini? Kaa chini. Wewe binti. Mambo vipi? Shwari. Wewe ni ngoja basi wanangu. Ngoja basi mwanangu. Tulia. Haya basi tulia. Tulia mwanangu. Tulia. Hapa kupigi. Brother Fred naomba tulize ile vurugu. Tuliza ile vurugu. Wewe ni mke wa mtu? Wewe ni mke wa mtu? Angalia sasa unafanya nini huku? Wewe si ni mke wa mtu. Huku ndani unafanya nini sasa? Mwambie mke wangu. Mwambie. Unafanya nini huku ndani? Mwambie mke wangu. Bro, wewe ngoja kwanza. Sisi sitaki kesho naweza kuambia kuna vitu vimepotea ndani, vyote vitaonekana kwenye video hapa. Sawa? Hii ndio maana ya kurekodi. Wewe binti, wewe unafanya nini huku? Kwa nini huku unafanya nini usiku huu saa 7 hii unafanya nini? Wewe si ni mko mtu? Huyu unamjua? Ndio. Ni nani? Nani yako? Mume wangu. Sasa mume wako mbona huku kwa huku unafanya nini? Mbona unataka kugombanisha watu wauane, vijana, nguvu kazi za taifa zipungue kwa sababu ya mwanamke? Unafanya nini?
Bro, wewe ngoja kwanza. Sisi tuna sitaki kesho naweza kuambia kuna vitu vimepotea ndani, vyote vitaonekana kwenye video hapa. Sawa? Hii ndo maana ya kurekodi. Wewe binti, wewe unafanya nini huko? Kwa nini huko unafanya nini usiku huu saa 7 hii unafanya nini? Wewe si ni mko mtu? Huyu unamjua? Ndio. Ni nani? Nani yako? Mume wangu. Sasa mume wako mbona huko kwa huko unafanya nini? Mbona unataka kugombanisha watu wauane, vijana, nguvu kazi za taifa zipungue kwa sababu ya mwanamke? Unafanya nini? Tatizo mume wangu anifanye muda kwa Wangu mimi? Yaani wewe subiri mimi nizungumzie. Akupe muda. Muda gani ambao unasemea wewe? Au unajitetea tu? Hamna. Muda gani ambao akupe? Muda wote uko busy na kazi yani. Asa sana kutafutia wewe. Sana kutafutia. Yaani William huyu. Subiri. Sana kutafutia. Sasa kwa nini unamchiti mwanaume wako? Haumpendi? Haumpendi? Haunipendi mimi mkangu. Haunipendi mimi. Sasa subiri. Wewe kama haumpendi na jamaa upo unaishi naye? Tu nilimkubalia na simpendi. Kwa huyu ndo mwanaume wako wa siku zote? Nampenda wewe. Wewe nichukie. Ngoja basi. Tulia kwanza, tulia. Hebu tulia. Mbona ananipigia? Basi wewe tumalize. Sasa wewe mwanangu hivyo unasikia subiri. Unasikia kauli za mwanamke wako? Sema mimi mke wangu nakupenda sana mke Wasikia wewe mboi, mwanamke akishakwambia akupenda. Sasa haya mwanamke anasema unamsikia mwanamke usiniache mimi. Najitoa nje na lala nje mimi kwa ajili yako mke wangu. Lala nje hapo kumbe. Anapigika wewe hapa mwanangu. Maisha ukweli. Maisha yangu mabovu kwa ajili yako mke wangu. Maisha yangu mimi mabovu kwa ajili yako mke wangu. Napambana sana mke wangu. Wewe ni kabila gani? Anatokea mkoa gani? Mke wangu huyu anatoka Singida. Wewe ngoja kwanza mwanangu, ngoja. Kwa hiyo okay. Huyu mwanangu wewe tulia. Mwanangu sisi tunaondoka. Subiri sisi ngoja basi tumalize. Sasa yani bro, nisikia mimi sitaki tugombane. Mimi nataka tulimalize. Basi tulimalize au vipi? Sawa. Kitu kimoja, wewe mwanamke, wewe unampenda yupi kati ya huyu na huyu? Unampenda huyu? Okay. Wewe tulia. Namsikiliza mke wangu. Subiri. Wewe unampenda huyu, unampenda huyu? Umeona? Mwanangu daja. Mimi kabla hajaniambia tuondoke sana. Huyu ndiye mjao cha naye. Unanikosea, mke wangu mimi unanikosea. Acha ukataa mwenyewe. Mke wangu unanikosea. Unanikosea nini? Sikiliza mwanangu, tujitenge tena. Achana naye mwanangu, achana naye tuondoke mwanangu. Okay, sawa. Sawa. Nakupenda mke wangu. Sema na ujue umtayo. Utaama ujue. Mimi nakueleza kweli. Basi naomba muda niongee naye. Okay. Nimetulia. Naomba muda basi niongee. Unaweza kuongea naye kwa utulivu. Mimi sitaki kelele zozote. Sawa. Okay, sawa. Wewe mpishe. Kaa pembeni tena, msimguse, mwacheni. Okay, zungumza naye. Si tuko hapa. Hapa wenyewe kama mimi kwangu kwa jao na sawa. Ndugu yangu wewe nakutegemea. Naomba usiondoke ndugu yangu. Naomba usiondoke. Usiondoke. Manake mnaumiza bwana. Hivyo wewe vipi bwana? Hebu ongea naye wewe. Mimi mke wangu namjua. Mimi nikiongea naye najua tu atanielewa. Mimi mke wangu najua. Afu unataka kuelewa kwenye nini? Najua, anajua wapi tumetoka. Unajua umemkuta wapi? Hapa ndipo mkuta. Nimemkuta kwa mtu mwingine. Amemchiti mke wangu. Ila bado mimi nimemsamehe, mbona? Hamna shida. Nimetulia. Mke wangu, naomba tu niongee naye. Napenda mke wangu. Sasa tuondoke basi nyumbani. Usiseme hivyo. Tuondoke nyumbani. Usifanye hivyo. Ndugu yangu. Usiniambie mimi kitu chochote. Umesema tunataka kuongea kwa utulivu. Wewe nilikwambia utaondoka. Wewe mwanangu, hebu ngoje kwanza. Wewe umesema tuongee kwa utulivu. Kama vipi basi na sisi tuondoke. Sawa, basi naongea. Basi naongea naye mara mwisho. Mke wangu unitaki? Unipende. Au mtaki mshikaji? Unipende. Mara ngapi? Unasema nayo punguza kwa mdomo basi. Sema mara ngapi? Hivyo mwanangu, hivyo. Wewe subiri, mbona unajamini sana afu unajamini kwa mke wa mtu? Mimi nipo kwangu mzee. Sawa, mbona una mke wa mtu sasa? Wewe kwa nini una mke wa mtu? Sisi ni wanaume. Sikatai, ndio tumeomba tamaa. Lakini mimi kipindi nipo na huyu, nilikuwa sijui kama yuko na mwanaume. Unaelewa? Nilikuwa sijui.
Sijui na mimi ukizingatia manzi nimeipenda. Au usiongee hivyo umependa mke wangu. Usiongee hivyo umependa mke wangu vipi? Mimi nilikuwa namwambia mara kibao. Afu anajibu leo jamaa. Umeona wewe unamjua huyo? Unamjua? Dogo mimi namfahamu. Sasa alisha kukwambia kuhusu huyu mwanamke ni mwanamke wa Dogo, sikia, dogo tukutanaga naye. Anichane ukweli nini ananiambiaga vijembe. Ipo siku yako, ipo siku yako. Dogo mimi sijawahi kumuelewa. Niangalie mimi. Si unaelewa bro? Mimi dogo sijawahi kumuelewa. Mimi huyo. Unaniambia hivyo? Na mwanamke mwenyewe hajawahi kuniambia. Wewe hujawahi kumwambia mshikaji kama una mtu. Mshikaji wewe mwanangu unazingua. Sasa kwa nini hujamwambia? Yaani kauli unazoziongea leo. Subiri, una malengo na huyu? Ndio. Una malengo gani? Nampenda. Malengo yako ni nini? Sio kumpenda, una malengo gani na yeye? Niishi naye. Uishi naye? Upo tayari kuishi na huyu? Sasa hivi unaishi wapi? Kwa mume wako. Sasa kama unaishi kwa mume wako na bado unataka kuishi na huyu, umewapenda wanaume wawili kwa wakati mmoja? Huyu sijampenda. Lakini unaishi kwake. Sasa kama mimi nataka nijue tu, yani nataka nijue yani shida ya mwanamke ni nini? Wewe yani mimi mpaka nashindwa kuelewa. Lakini kabla tujafika mbali ndugu yangu Monsuri, mimi hapa naomba nikombe kitu wewe unanitazama. Tena nashukuru sana umefika katika channel yangu. Umegusa video yangu. Mungu akubariki sana. Lakini naomba kabla tujafika mbali, gusa neno jeupe liloandikwa subscribe hapo chini. Na kuomba sana. Ukigusa hilo neno utakuwa mwanafamilia yangu. Kila video ambayo nitakuwa naiposti, basi wewe pia utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification ili mradi uweze kuitazama. Kikubwa si unataka kunisupport, basi hakikisha unagusa hilo neno jeupe liloandikwa subscribe. Umesikia kitu kimoja tu wanangu, hapa ambacho tunatakiwa kufanya sisi ni kuzungumza ili mradi tujue muafaka. Haya makelele hana muda, msije mkakutana barabarani huko mkataka kuuana. Wewe mwanangu, na mahusiano yako na huyu una muda naye gani? Kama mwezi mmoja. Yeah. Wewe binti, wewe na mshikaji hapa mahusiano yenu na muda gani? Miezi kama 6. Miezi 6. Kwa hiyo miezi 6 yote umpendi mwanaume. Kwa hiyo mwanamke una uwezo kukaa miezi 6 na mwanaume ndani ikiwa umpendi? Sijampenda. Hujampenda huyu mshikaji. Lakini mshikaji sana kuhudumia, anakupa kula, mavazi, malazi. Ndio. Sasa jamani mimi mpaka nashindwa kuelewa. Subiri. Wewe jamaa unampenda wewe? Hem, tuanzie hapo. Maana sio tuna force upande mmoja. Ngoja nikuulize swali. Unampenda? Yeah, mimi nampenda. Unampenda wewe mwanamke? Yeah. Sana kwa dhati. Sana. Haupo tayari kumpoteza? Sipo tayari kwa sasa. Bro, najua kuwa unampenda huyu mwanamke. Je, upo tayari kumpoteza au haupo tayari? Kwa hapa tulipofika. Maelezo nini? Ujibu swali bwana. Sina budi kumwacha na maisha yake. Kwa sababu kaisha sema anipendi. Kumbe hata hiyo miezi 6 tulikuwa tunaishi. Kumbe alikuwa ananidanganya. Na angesema toka mwanzo, mimi mbona ningefanya maisha yangu mengine? Angekuwa mkweli basi. Mimi natoka nje, nalinda mali za watu huko, nachopewa. Wewe unafanya kazi gani? Mimi mlinzi tu. Unafanya kazi za ulinzi? Mimi kazi zangu za ulinzi. Kwa hiyo okay, kwa hiyo waga unakesha usiku ama? Nakesha usiku, nalinda magari ya watu. Shale wenye shingapi? Ulijuaje kama mwanamke wako ana hizi processes za kuwa na mwanamume mwingine na anatoka usiku? Unajua nitoka muda kidogo, lakini ndugu yangu huyo hapa anamfahamu shemeji yake fika kwa kila kitu anamjua. Akaja kunieleza nikasi. Unajua mimi namwamini sana mke wangu. Yaani namwamini, yaani mpaka sasa hivi nashangaa ni kitu gani kimetokea. Wewe ulimueleza nini mshikaji kuhusu mwanamke wako? Mimi demo nilikuwa namuona sana mara nyingi sana tukatoka. Wewe unamuona kwa nini unamfuatilia sasa shemeji yako? Na mimi sio namfuatilia, si unajua mimi nimeona reality iliyokuwa inaendelea kwamba huyu demo anakuja kwa mchizi. Alafu mimi mchizi naye nikamwambia ili mradi swali ishe tu chini chini. Lakini kaona mchizi hataki kuelewa. Nikaona bwana ni mchana mshikaji. Kwa hiyo hapa umemleta wewe mshikaji? Nimemleta mwanangu. Ashuhudie mwenyewe maana yake aamini. Mimi nimemwambia mara kadhaa, nimeshamwambia mara kibao mwanangu demu wako yupo hivi na hivi, A to Z hataki kuelewa jamaa. Aniamini kabisa kama unavyojua, yani hawezi kuelewa jamaa. Kwa hiyo nikamchukua, nikamwambia mwanangu leo twende ukaone mwenyewe. Okay, sawa. Na binti yangu, wewe chaguo lako ni lipi mpaka mida hii? Yaani wewe unachagua nini katika maisha yako? Yaani wewe unataka nini sasa hivi hapo? Hem, tujue unachokitaka. Unataka ubaki na mshikaji wako? Wewe mwanangu demu wako mwenyewe, afu demu wako ndio mieusho. Hivyo unajua kama demu wako ndio mieusho.
Na demu inawezekana sio miaushi, demu ndo kampeni na huyu kamdanganya kutokana kwa mimi. Ngoja nikwambie ukweli. Acha nikwambie ukweli. Sawa. Mimi one time blaza naenda kupiga mishe zangu kule na narudi usiku. Muda mwingine narudi saa 11, umeona? Alfajiri yote. Sawa. Muda mwingine narudi hata asubuhi saa 1, umeona? Lakini kutokana kwamba nini? Mimi najua mke wangu ndani, nimemwacha mke wangu. Napambana vyote kwa sababu mimi mwenyewe maisha yanishindi. Mimi mbona msela tu, hata kazi za ulinzi nisingelinda, ila kwa sababu mimi niko na mwanamke wangu ndio maana nalinda, umeona? Ila kutokana kwamba mimi mke wangu nampenda na ninamjali na muheshimu, kwanza namuheshimu sana, ila kama kaamua kunisaliti kwa ajili ya hali yangu mimi ya maisha, ameona labda ipo chini, amempata msela, mimi nikiangalia ujue hawa hawana mwendo, atakuja kuachana kwa sababu mwenyewe msela tu hawezi kumhudumia mimi na kumhudumia mke wangu. Kwanza bro, kwanza hapa kinachojiri simple. Okay, mchumba ashasema sawa, kwamba mshikaji abwage. Sawa, nisikilize mimi, tunamaliza sisi wenyewe, usijali, ili tunaondoka na tuna force ili jambo linakaa sawa. Huyu jamaa kaongea kwa upande wake kama hivyo anavyofikiria, kama anavyojieleza, anavyoliwaza katika akili yako. Nakuja kwa upande wa mwanamke hapa. Unaweza kuniambia kitu gani ambacho ulikuwa unakihitaji kwa mshikaji hapo unakikosa ndio maana ukaamua kuja kukipata nje? Ndio. Kitu gani ambacho unakikosa kwa mshikaji? Kuna muda na miss. Hata unammisije mtu usempende? Tatizo ni nikiwa nikaa naye hivi sipati haki yangu, ndio maana. Haki gani? Akufanya? Na wewe una matatizo gani sasa? Yaani unasikia ndugu yangu? Sio kwamba mimi na matatizo. Kwa nini umfanyi mkeo? Mimi na force huko nje kwanza kupambana. Swala kutokumfanya mimi mke wangu sio kwamba wewe unamfanya mkeo? Ndio namfanya mke wangu, ila tu ni kwamba yani ule muda ambao anataka yeye, mimi nakuwa nimerudi kazini nimechoka sasa. Na mimi naomba nipumzike. Nitafanya nini sasa? Nani amfanye? Kwa hapo nakili kweli mke wangu anisamee, ila hiyo sio sababu ya kuniacha. Angenieleza tu kwamba bana mimi nataka kitu fulani na kikosa. Mbona mimi nikijirekebisha? Mimi hata kazini na time mimi ningeacha hata kazi. Mbona unajidhalilisha? Una maelezo gani unatoa hayo? Mbona jitia aibu sasa? Jamaa mzee. Sawa. Mimi hivi bwana na bwana yana aibu. Basi sawa. My brother, mimi namaliza. Usiondoke kakaangu. Wewe tumalize. Hapa kwa hiyo haya sasa hivi okay, swali ni dogo. Sasa hivi okay, sawa. Akirudi nyumbani na kazi zako hizo utakuwa unamfanya vipi? Nisikilize nikwambie ndugu yangu. Mimi ni mwanaume, sawa. Alafu ameongea ukweli, amesema kwamba tatizo la kumfanya aondoke nyumbani ni kwamba mimi simfanyi. Si ndio? Ina maana kwamba huko aliko ndo anapata furaha moyo wake. Kwa hiyo mimi kama mimi sina budi basi kumwacha na maisha yake. Nimeamua tu nimwache sasa kwa sababu huyo si ndo anampa furaha bana, si ndo anamfanya anavyotaka. Basi mimi sina uwezo wa kumfanya vile anavyotaka. Kwa hiyo mimi namwacha na maisha yake. Aendelee na boy wake. Tuondoke. Niacha niondoke na maisha yangu. Ishi maisha yako. Bila jua nilikupenda sana. Sema wewe tutakutana kitaani ngoja. Nitakuelekeza. Okay. So, okay, sawa. Ndugu yangu kwanza ndani kwako hamna kitu chochote kilichopotea. Kila kitu kipo sawa. Si ndio? Okay. Mwanangu, mimi sikufichi na kuelekeza kitu cha ukweli ni kwamba wewe ulikuwa na date na mpenzi wa mtu. Yaani hichi kitu ambacho mimi mwenyewe sijawahi kukiona kwenye maisha yangu. Yaani leo ndo nimekutana na, yaani tangu nimeanza kupatanisha mahusiano sijawahi kukutana na sigizigi kama hii. Kwa hiyo kesho usipomfanya huyu anaenda kufanya na mtu mwingine. hapa nimeshinda. Si umemsikia mwenyewe anachosema? Yeah. Kwa hiyo wewe huyu anakufanya vizuri. Ndio. Kwa hiyo tofauti na kukufanya kwa mshikaji, hamna kitu kingine ambacho unakikosa. Vyote mshikaji anakupa. Kasoro tu hivyo okay. Na labda umesema kufanya vizuri ni kwamba anakosa muda kwa sababu ya kazi zake hizo za ulinzi. Ndio. Anarudi saa ngapi nyumbani? Muda mwingine anarudi usiku sana, muda mwingine asubuhi. Na akirudi afanye kitu chochote. Mnaweza labda kwa wiki mnaweza mkakaa mara ngapi bila kushiriki tendo? Inaweza kabisa hata wiki yenyewe. Amfanye. Kwa hiyo ndio maana ukaamua kupata chakula cha nje. Isitoshe usiku ananiacha peke yangu. Siwezi kula peke yangu usiku. Ndio. Kwa hiyo huko kwa huyu jamaa fresh anakuridhisha. Tofauti na mapenzi, kwa jamaa unafuata nini tena? Nimempenda tu. Sio kufanya.
Nimpenda na nampenda hivyo, ananipa kwa wakati, nikitaka ananipa. Okay, mimi nataka nikupe wazo moja tu. Hichi ambacho kimetokea, jitahidi kisije kutokea tena kwenye maisha yako. Binti, umeona ugomvi uliotokea hapo nje? Yaani hapa nisingekuja na yule mtu, nafikiri tungezuilianaje hapa? Tena mwanaume wako shababi lirefu, jitu kubwa. Kweli, unajua leo unaweza ukafanya hivi, kesho kaenda kufanya kwa mtu mwingine akakuua wewe. Ukafia ndani ukatupwa mto Msimbazi huko. Sijui unaelewa? Hebu unafanya kazi gani wewe? Nipo tu. Hauna kazi. That's why unakuwa unateseka na hayo mambo ya hisia. Yaani wewe wiki mbili jamaa kisha kufanya basi wewe unachanganikiwa, wakati mimi na uwezo kukata miezi 6 huko mwanangu, sifanyi kitu chochote na ninapeta. Yaani wewe unashindwa nini kukaa muda mrefu? Yaani kumsubiria mpenzi wako. Jamaa anapambana kwa ajili yako. Siwezi. Okay. Wewe kwa upande wako wewe huwezi kukaa muda gani bila kufanya mapenzi? Wiki spite. Yaani kwa siku yani mara 2 labda kwa siku. Ni wakati gani ambao unapenda kufanya mapenzi? Usiku, mchana, asubuhi? Usiku. Ninafanya. Una pepo la ngono? Hamna, ila napenda tu. Kwa wiki unafanya mara ngapi? Hata mara 100 huko. Napenda muda wote. Kwa hiyo una pepo la ngono sasa, ndio? Hamna, ila napenda tu kufanya. Wewe starehe yako ni sex, ni kufanya mapenzi. Hauna starehe nyingine? Unywi pombe, uvuti bangi? Hamna. Mapenzi tu. Aya. Kwa hiyo, samahani kwanza, samahani. Bro, analoliongea ili anathibitisha. Wewe ndio waga unamuita usiku au yeye ndo anakutafuta? Hamna, yani muda wote yani akituma message tu. Na ni kweli anapenda mapenzi? Muda wote. Ushawahi kukutana na mwanamke anayependa mapenzi kama wewe? Kwa mimi sijawahi. Sijawahi kukutana na mwanamke anayependa mapenzi kama wewe? Kwa sababu muda mwingine ananiambia hata kama ukitaka kwenda kazini usiende nini, unaelewa? Muda mwingine nataka niende kazini au siku leo bwana, kesho mimi ndo nitakuwa off, leo naenda kazini. Unakuta ana force. Yaani ana force, nitakuforce hata hela kula nini, unaelewa? Uwaga unampa mshikaji hela? Unatoa wapi hela na una kazi? Mume wangu akiniachiaga muda nampiga kizenga mume wangu nampa yeye. Sema nyie mnaleta masiara sana kwenye mapenzi nyie. Mimi naambia sijui, labda ndio tamaduni zenu watoto wa Tandale, sijui Manzese mnavyoishi. Lakini hicho kitu mnachokileta hicho ni tamaduni mbaya sana kwenye mapenzi. Yaani mtoto wa kike unasema mimi siwezi kukaa wiki. Au yaani siku haipiti lazima ufanye mapenzi. Uingiaje period? Period naingia ila nasikatishaga. Nakatishaga period na wewe jamani. Hii mpya. Mtu unaweza kukatisha period? Ndio. Nikaga ndimu. Wewe unaweka ndimu wapi? Huko chini. Unaweka ndimu? Unaweka ndimu nzima au unaikata? Ndimu ya unga ile unaiweka. Unaitumbukiza? Navaa kama kwenye chupa naimiminia afu navaa. Damu zinakata. Kwa hiyo kwa mwezi unaingia period mara ngapi? Au siku ngapi? Mimi naingia siku 4 ila haziwezi kufika mpaka hizo 4 maana nashindwa kuvumilia. Maana napenda sana kufanya. I say, okay sawa. Mimi sina la kusema juu ya hili, lakini siwezi kuingilia maisha yenu. Kama kweli mmependana, mimi naomba niwatakie usiku mwema. Kwa sababu jamani nimeshindwa
naweza kukushauri nini wewe ambaye mpaka unaweka ndimu kukata damu ili mradi uingie period? Bro, umelisikia? Yeah, nimelisikia. Na wewe unalilizia kabisa. Naona unalishikilia kabisa. Unalipenda. Na wewe unapenda kufanya mapenzi Hamna. Unajua mwanangu. Wanawake. Hebu kwanza niongee na wewe. Wewe unapenda nini? Wewe style yako ni nini? Mzee mimi mitungi usiniambie. Mabange nini? Lakini tangia nilivompata mwanamke kama kuna kitu hivi kanipunguzia yani katika mimi nilikuwa ni mtu sana wa kuvuta bange nini. Lakini nilivompata udem muda wote ananifanya niwe busy na yeye. Nashindwa hata kukaa maskani. Unaelewa? Kwa muda wote anakuwa busy na yeye, yani muda wote kama anavyoona sometimes akinitumia message tu asubuhi mpaka jioni. Si ukipumzika umekula. Yaani ukipumzika umekula nini? Na akili kwa demu wako anapenda kufanya mapenzi. Yeah, anapenda. Mwenyewe mwanzo nilikuwa namshangaa sana. Sababu uko unakuta unamaliza kufanya sasa hivi umekaa dakika 2 tu. Hata ni hata kutoka kitandani hujatoka na kuvuta anataka tena. Yaani unakuta yani unakuta kwa siku mimi siwezi kuhesabu yani unaweza ukachoka. Yaani zinaisha sasa inakuwa inatoka hewa. Yaani unatoa kama povu maji yani. Lakini mwenzako anakuwa elewa na kwambia bwana na mimi kumkatalia siwezi. Sina hilo atandasha kwa mama mtu. Siwezi kumkatalia sababu unaipenda hiyo hali. Sijajua yani kwa kesi sijajua ana matatizo gani. Kwa hiyo hayo matatizo unataka kuyasolve au unatamani yaendelee hivyo hivyo? Maana mpaka mtu anaweka ndimu ili damu zikate ili afanye mapenzi. Wewe umelipokeaje? Yaani kwa mimi nimeshindwa kuisolve na sijui kama nitaweza kusolve kwa sababu ni hali ambayo yeye aje kunielezea, nishakumeulizaga labda kwao wanakapitia matatizo fulani au kuna shida fulani labda mila ananiambia hamna chochote. Kwamba yeye ndo alivyo. Sasa mimi kama mimi siwezi kufanya chingine chochote zaidi ya kufanya anachotaka kwa sababu nikiangalia ndo mama mtu afu ananizingatia, si unaelewa? Sometimes ananizingatia nini mavumba kama mchizi sielewi. Bwana leo sielewi nataka ninge maskana. Lakini mimi swala kwamba kufanya mapenzi, huyu ni hatari. Balaa mzee. Yaani umenishawishi kwamba nasema labda mshikaji anasema anafanya nini kama kauli yake anavyosema mimi nafanya, lakini akisema kwamba demu aliziki mimi nakubali. Sababu mshikaji kama sio mtu akukaa nyumbani na jinsi mwanamke alivyo mimi naweza ngakubali 100% mwanamke alizikage kufanya naye. Wewe unamridhisha. Sasa hapa bwana mimi naomba tu, yaani mimi naona bora niwaache kama mlivyo kwa sababu sijui yawezekana tunagombana kumbe Mungu ndo amepanga nyie muwe hivyo, muwe wawili, muwe mnapendana. Kitu kimoja tu bro ambacho mimi naweza nikawapa kama neno la siku. Nyinyi sasa hivi mnafanya tu mapenzi. Ila kwa maelezo yenu hamna malengo. Nyinyi mnajiridhisha. Kwa hiyo kesho amu yako ikiisha, kwa bibia hapa hautopataka tena. Bibia hapo amu zake zikija kuisha, kwako hatopataka tena. Bora mngeniambia mna malengo, mmetengeneza labda mnafanya biashara, mna nini. Yaani nyinyi ni sexy tu. Kwa hiyo kesho kitokea mtu ambaye anaweza kufanya vizuri zaidi yako, binti anaenda tena. Kama si ndio hivyo? Na ukimpata mwanamke mwingine ambaye anatamani sana kufanya zaidi ya huyu, basi utaenda kwa mwingine, si ndio? Labda kwake. Ila kwa mimi mzee. Wewe umefika. Mzee umefika. Na mapenzi yenu na mwezi mmoja umefika. Yaani mimi nishafika. Wewe unavyohisi ni kwamba kilichokufanya ufike hapo ni kwa sababu anakupa vizuri au ni kwa sababu unampenda? Mimi kumpenda nampenda. Alafu ni mwanamke ambaye naona kama ni kaja kunizingatia fulani. Yaani siwazi, sielewa. Sio mpaka nini umepiga, umetuma hela nini nauli imeliwa hamna. Ila mchumba anaweza kafika mpaka hapa kwa anavyojua yeye nini mazingira akaisha. Na kuishi tunaishi kisela ni. Unaelewa? Yaani kwa ile swala kwamba la kusema kwamba kwa sasa hivi nijutia au baadaye nitajutia. Kwangu mimi siwezi kujutia, labda yeye. Basi mimi naombeni kwanza niombe samahani kwa kuwaingilia kwa sababu hapa nimeingilia kwenye mahusiano yenu, sikujua maana jamaa alianza kunitafuta muda mrefu sana nasema mimi niko busy na kazi zangu. Natumaini mko sawa. Mama, unaweza kutuonesha the way unavyompenda mshikaji?
kwa chochote, au ndo uwezi mbele za watu? Mzee anakaonesha nini mzee na kamera hizo mzee? Wewe unampenda? Yeah, napenda. Mnapendana? Mfanyeni kitu kimoja ambacho kinaashiria upendo, au nyinyi nikisema kufanya ndo mnaanza tu kufanyana ambacho kinaashiria upendo? Ai ni balaa. Hebu mkisi, nataka nijue aina mnavyopendana. Hebu mkisi. Haya basi, sawa ndugu yangu, mimi naomba niwakimbie, niwatakie usiku mwema. Samanini sana kwa kupigia kelele. Sawa ndugu zangu. Haya. Sijui umeme umekatika. Jamani, mtu ondokeni kwanza. Njoku beni, tusikae na madirisha ya watu. Sasa ndugu zangu, unajua taarifa niliyokuwa napewa kwenye simu ni tofauti na taarifa ambayo nimeikuta huko. Kwa hiyo kama kuna makosa yoyote, mapungufu yoyote, naombeni munisamehe. Mimi pia ni mwanadamu, sometimes waga nateleza. Siwezi kufanya kitu kizuri, kutoa ushauri labda sometimes ule 100%, lakini waga najitahidi kufumbua au kuonesha kuwa hii sehemu ni sahihi au hii sehemu sio sahihi. Kwa majina naitwa Mansuri au Mr. Fine. Make sure unagusa neno jopo andika subscribe hapo chini ili mradi uwe mtu wa kwanza kabisa baada ya hii video inafuata, uwe mtu wa kwanza kabisa kuipata. Hapa nitajitahidi kumpigia yule jamaa, kwa sababu yule jamaa mwenye mke ndio mtu ambaye amenipa hii connection ya kuwa bwana mwanamke wake 1 2 3. Nitajaribu kumtafuta mshikaji, nitajaribu kuzungumza naye, kwa sababu wasije wakaanza kuleteana visasi visilani, wakakutana barabarani wakachomana hata visu. Natakia siku mwema jamani, na mimi niende nikapumzike. Bye bye.